Motisha. Karibu sana bana, wasaa mzuri kwa ajili ya motisha, na motisha tunapeleka kwa Dr. Waziri Ndonde, na hapa anatuambia bana umuhimu wa kufanya mazoezi kwa rafiki zangu asubuhi na mapema kabisa, lakini zaidi naweza kufahamu mambo mazuri yako kwa namna gani. Karibu sana bana. Jina langu naitwa Dr. Waziri Ndonde, mtaalamu wa afya na mazoezi kutokea Shirikisho la Vyama vya Magonjwa Yasiyokuambukiza pamoja na Physical Activity Association of Tanzania. Kwa namna gani mazoezi ni muhimu sana kwa afya? So kitu ambacho naweza kusema, mazoezi ni dawa isiyo na gharama ya aina yote ile na haina madhara, ila inahitaji tu muda na nia na utaalamu na namna gani kufanya mazoezi, na mazoezi yanakupa mambo makubwa sana ya afya kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, uimarisha moyo na mishipa yako ya damu. Uimarisha misuli yako ya moyo na mishipa yako ya damu, na hii hupunguza shinikizo la damu, lehemu kwenye mishipa yako ya damu, na hivyo kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo na mishipa ya damu na kupata magonjwa ya kiharusi na vitu vingine, magonjwa yote ambayo yanahusiana na mfumo wako wa damu. Kitu cha pili, huimarisha misuli na mifupa. Mazoezi hupunguza udhaifu wa misuli na huzuia kuharibika kwa mifupa kadri tunavyozeeka. Unajua kila tunapozeeka mwili unadhoofika actually, na kitu kinachofanya mwili usidhoofike na kuwa imara na mtu kuonekana kwamba ni mzee lakini una nguvu sana na una siha nzuri, manake ni yule mtu ambaye anafanya mazoezi kwa kadri ya mpangilio na kufuata zile taratibu za mazoezi. Kitu cha tatu, udhibiti uzito. Tunajua watu wengi wanafanya mazoezi kwa ajili ya kudhibiti uzito. Sasa mazoezi huongeza matumizi ya nishati na kuchoma mafuta. Matumizi ya nishati ikiwa na maana mwili unakuwa na hifadhi ya mafuta kwenye misuli. Pengine hiyo hifadhi kutokana na shughuli chache za mwili wako ambazo zinatokana na mfumo wako wa tabia na mazingira. Sasa unapofanya mazoezi haya huongeza matumizi yako ya nishati na kuchoma mafuta, na nishati ile ndio inaenda kutumika kufanya wewe uwe na nguvu ya kufanya yale mazoezi. Kitu cha tatu, mazoezi huboresha hisia na afya ya akili. Hili huwaga nalizungumza mara nyingi sana. Wakati wa kufanya mazoezi mwili huzalisha hormones za endorphins ambazo hupunguza msongo wa mawazo na kuondoa huzuni na kuongeza furaha. Kwa hiyo tunasema mara nyingi mtu akifanya mazoezi moja njia ya kuweza kumanage stress ulizokuwa nazo. Sehemu ya tano, faida nyingine ya tano ni kuimarisha kinga ya mwili. Waga mara nyingi nasema pia, napenda kulitumia sana hili neno, mtu anapofanya mazoezi mwili huzalisha cells ambazo tunaita prime cells zilizo bora sana. So zile cells zinazofanya mwili kuwa na kinga. Zinapozalishwa zile cells huupa mwili uwezo mkubwa sana wa kupambana na magonjwa ya aina yote yale, ya kuambukiza na sio ya kuambukiza. Na mara nyingi wakati ule wa kipindi cha COVID-19 uviko 19 tulikuwa tunawashauri sana watu wafanye mazoezi, kwa maana ya kwamba utaratibu wa kufanya mazoezi unaufanya mwili kuweza kuzalisha hizo cells ambazo ni bora sana na kufanya mwili kuwa na kinga na kuweza kujiepusha kupata maambukizi kirahisi. Sehemu ya tano ambayo ya mwisho, ya sita ambayo ya mwisho, ni mazoezi huboresha usingizi na nguvu za mwili. Yani ukienda kulala mwili unakuwa unakarabatiwa na unakuwa unapumzika vizuri sana. Ukiamka mwili unakuwa na nguvu na unakuwa umejikarabati vizuri sana. Na ndio maana mara nyingi tunashauri watu wapate muda sana wa kutosha kulala. Hii kulala kuna kusaidia sana katika kazi zote za siku unazozifanya. Pamoja na mazoezi mwili unakuwa unaenda kukarabatiwa. Motisha. Sawa bana, tumepokea vizuri zaidi ushauri ambao daktari ameweza kutupatia, na mtaalamu vile masuala mazima ya afya. Wakati huo yeye ni daktari bingwa masuala ya mazoezi
afya ya mwili na mazoezi wanaita hivyo. Asante sana ambao tayari uko nami, shukrani mno. Nikirudi itakuwa na usaa mzuri kwa ajili ya Super Tech 92.1 East Africa Radio Mwanza.